ile nyimbo ya Official Nandy inaosema kwamba naumia lakini nakupenda, yule mwamba ambaye alikuwa anaonekana akishika miguu ya Nandy kwa madaha mengi. So tukone hapa anaitwa Islamic. Inakuwaje mwanangu? Bwana poa vipi? Kama kawa? Fresh. Mimi nilikuwa nataka kujua kwamba mamlaka ya kushika miguu ya Nandy kwa kiwango kile yalitoka kwa nani? Au ni AI? Kwa sababu sasa naona maneno ni mengi sana kwenye mitandao ya kijamii kwamba sasa ujamaa mbona kama amezidi, hata kama ni modo kama ya kwenye video anaigiza kama video king. Kwa nini akafanya vile? Hebu tuambie scenario nzima ilivyokuwa. Karibu. Bwana kwanza kuna ile video, kuna ile scene ambayo umeiona nikishika ile miguu, kikweli ilikuwa ni scene ngumu sana kwangu. Yaani ilikuwa ni scene ngumu sana. Umeona nimetumia vitu vingi sana pale. Nimedrunk, nimekunywa, nifanye tuweze kupata kitu kizuri. Umeona, afu pili kuna ile seti. Hakuna mtu yote ambaye alikuwa na uso kuchukua ile behind the scene au kushoot chochote. Kwa hiyo ilikuwa ni mimi cameraman na mhusika mwenyewe. Umeona? Okay. Yeah. So, mimi nilikuwa nataka kujua kwamba baada ya pale sasa ilikuwaje, kwa sababu inaonekana kama watu kwanza kusema hivi ina maana Billnass aliruhusu swala hili. Nataka kutuambia hapo nini kilitokea? Baada ya kufanya vile hakuna chochote ambacho kimetokea. Ile ilikuwa ni kazi. Umeona, ilikuwa ni kazi na hisi ili tupate kitu kizuri. Nandy aliona iwe vile. Umeona? Yeah. Kwa mpaka imetokea vile means kwamba mhusika na Billnass walishaongea kwamba hichi kitu ndio kinaenda kufanyika hivi, ndio maana wamepata kitu kizuri. Watu wanasema kwamba pengine kuna jambo linaendelea baina yako labda na msanii, kulingana na comment za tumeona hilo watu wakiwa wanalizungumzia sana. Unafikiri ni sahihi wanavodai hivyo? Hapana, sio sahihi. Ile ilikuwa ni kazi tu. Kwa kile ambacho kinazungumzika huko kwenye mitandao sio kweli. Ile ni kazi. Yaani ile ni kazi, nimelipwa, nimefanya, then nimeondoka. Hakuna tena ambacho kinaendelea. Hamna kinachoendelea. Yeah, hakuna kinachoendelea baina yangu mimi na Nandy. Kuna comment niliona uliitoa kwenye mtandao, nikajiuliza kwamba huyu jamaa maana anaongea hivi ni kwamba hajui anachokifanya au nini. Hebu tutadavulie kwa nini uliamua kuandika vile. Mimi sitaki useme uliandika nini, kwa sababu ya kulinda miko ya maadili ya nchi yetu, kwa sababu sisi tunazingatia sana maadili. Kwa nini uliamua kuandika vile? Kiukweli nahisi ni kutokujielewa tu. Kiukweli niliandika kwa utani, lakini ilifika sehemu mbaya sana kwa sababu sijui nisemeje. Yaani ndio maana nilikuwa nachukua fursa kwenye media kumuomba sana Sister Nandy msamaha, kwa sababu nilichokifanya mimi nilifanya kwa utani, lakini kimekuwa kikubwa sana kwa watu. Umeona, Nandy amepaniki, yani familia nzima ya Nandy imepaniki, imeniataki. Pia nimeomba samahani sana. Na nazidi kuomba samahani kwamba ni kutokujielewa na sitarudia tena. Okay. Na pia Nandy ameniblock, kaniblock, lakini naomba ni unblock kwa sababu ni kutokujielewa. Umeona, aliniheshimu, tumefanya kazi, tumemaliza, lakini comment za watu imenifanya mimi nimejibu kitu ambacho sio kizuri, hakijampendeza Nandy wala Billnass na watu wengine, kwa sababu nilikuwa napigiwa sana simu na madirector, nikatumwa zile screenshot za ile comment. Umeona, naomba tu anisamehe bwana. Yeah. Okay, Nandy, kijana wako anakuomba msamaha. Anadai kwamba ilikuwa ni kazi tu, lakini pia wenge la mitandaoni ile unajua tena ameweza kufanya kazi na star kama wewe, kwa hiyo pengine kwa sababu ni mambo ya kikazi, lakini ilibidi tuwajibu vile kwa sababu alile wenge, lakini hakujua kwamba kwa nini inakuwa hivyo. Labda mimi nataka uniambie Nandy alikulipa shilingi ngapi katika ile kazi? Alinilipa hela nzuri kiukweli. Sijui niitaje au unaweza kutaja tu alinilipa 500,000. Nilipa 500,000. Ile video nzima I think tulishoot siku nzima. Unaona, tulishoot siku nzima. Nilipa 500,000. Kumbe haikuwa usiku kama tunavyoona pale. Unaona kama kwenye giza hivi. Kuna scenes za usiku na za mchana. Okay. Ile ambayo umeiona kwenye ile scene ya mle ndani ilikuwa ni usiku. Hivi wakati unacheza ile scene, Billnass alikuwa pembeni hapo? Hapana, sababu angekuwepo mimi pia ingenitia uoga. Unaposema kwamba ulikunywa ni ukao uko tight, ni kwa sababu ni ile aibu ilikuwaje? Kwanza Nandy ni msanii mkubwa. Nandy ni msanii mkubwa. Kwa hiyo ili ufanye vizuri ili lazima kwanza ninywe ili niweze kufanya vizuri. Sababu ile tu ya uoga, yani kwa sababu I think unamjua Nandy. Okay. Mimi mara nyingi nakuonaga maeneo ya Tabata sana. Unaishi huko naishi Tabata. Tabata wanasemaje? Tabata iko poa sana. Unajua Tabata ni sehemu ambao wasanii wengi wamejaa kule. Ma content creator wote wapo kule, wasanii wote wapo kule.
Yeah, kwa mamodo pia kama mimi pia niko huko, Official Brown yupo huko, so ni sehemu fulani hivi ambayo ina entertainment nyingi sana wako kule yani. Okay. Kina Shifter nani wote wako kule. Wanao sana. Yeah. Umodo. Kuna watu wakisikia neno modo wanakuwa na tafsiri nyingi, hususan kwa vijana kama nyie. Mtu anawaza mambo mengi sana kupitia umodo. Kwamba labda ni watu ambao wataki kazi, wanataka kazi laini tu. Yaani huwezi kumwambia labda ashike labda abeleshi aka nini. Hebu kwa muonekano wako unao, ni kazi gani ngumu ambayo unaweza kuifanya kabisa kwamba ile kwamba yani kazi kabisa ile wanaume? Unajua mtu akitona akisema ukimwambia bwana mimi nafanya modeling anakuchukulia tofauti kutokana na muonekano. Let's say mimi nilivyo, mtu anaweza kuona huyu kazi ngumu afanye. Hamna bwana, mimi kazi ngumu nafanya. Kama nini? Kulima. Unajua kulima wewe? Kulima hapana. Kubeba vyuma nao gym nao ni kazi ngumu hiyo unajua. Sasa gym wale ni mazoezi. Mimi nazungumzia kazi. Yaani kazi gani ambayo unaweza kuifanya wewe labda yani labda kuchimba mtaro yani unaweza hizo? Kichwa hapana, hiyo nitakudanganya ndugu yangu. Sasa unaweza nini? Hizo nitakudanganya. Kazi pekee ambayo naifanya modeling, matangazo na vitu vingine. Lakini kazi hizo ngumu sija kufanya. Labda kama ikitokea ina mkwanja mrefu nitafanya hiyo. Kuchimba kabisa mtaro kwa sababu mkwanja mrefu inaona kabisa mkwanja ni mrefu na nalipa, nitafanya. Kwa nini nisifanye? Unafanya bwana. Kama ina mkwanja mrefu unafanya. Kukata magogo makubwa, miti, chana kuni. As long as kama ina mkwanja mrefu kabisa ambao unaona kama mkwanja mimi utanifiti, nitafanya. Okay, nataka uniambie DM zinasemaje sasa kule kwenye Instagram baada ya tukio lile. Tunajua tena watoto wa Dar es Salaam wakishaanza kuona mtu yuko na star. Niambie DM zikoje huko? Maendeleo ya DM yakoje? DM ni nyingi sana mpaka sasa hivi. DM ni nyingi sana. Yaani ni nyingi sana. Jamani naomba msiendelee kwenye DM. Mimi pia na familia, na mke na mtoto bwana. Yeah, of course na familia naishi nao, na mke na mtoto mmoja. Mke na mtoto mmoja. Na mke na mtoto mmoja. Okay. Sawa, labda neno moja tu kwa ambao wanakutazama hapo sasa ni vijana, kwa sababu wewe ni modo, lakini pia tumekuona kuachana pia na nani, kuna project nyingi pia umefanya na mastaa wengi. Neno lako tu moja kwenye safari yako hii, na kitu gani ambacho utajakaa ukisahau kupitia kazi unayoifanya? Mimi bwana niombe tu watazamaji kwamba waweze kunifuatilia zaidi, pia waweze kupush kazi zangu. Maana hii kazi ya modo bwana msichukulia kwamba kitu tofauti fulani hivi, kwa sababu wengi modo wanachukulia kwamba watu wanaofanya modo ni watu sio kweli bwana. Msichukulie hivyo. Modeling ni kazi kama kazi nyingine. Kwa hiyo naombeni mnipe support. Kuna Instagram natumia Isam_Ravi. Let's support. Tuendelee kufanya kazi zaidi. Na kama kuna kazi zingine zinanihitaji basi naombeni mnipe kazi tuweze kufanya bwana. Okay, nashukuru sana. Shukrani.